Katika mkutano mkuu wa TFF uliofanyika huko mkoani Shinyanga katika wilaya ya Kahama, hatimaye Almas Kasongo amerejea tena kwenye nafasi ndani ya TFF, na safari hii amekuwa ni mkurugenzi wa mashindano ndani ya TFF akiwa ameteuliwa rasmi na rais wa shirikisho hilo la TFF kwa maana ya Wallace Karia. Ninakwenda kuangazia moja kwa moja urejeo wa Almas Kasongo kwenye uongozi ndani ya TFF, kwa maana alienguliwa kwa msimu uliopita akiwa katika nafasi ya CEO wa bodi ya ligi kuu ya NBC Premier League. Niko hapa na Mdachi Ali Omari, jina langu ni Leopard John. Karibu Mdachi. Tuanzie hapo. Almas Kasongo amerejea tena kwenye nafasi ndani ya TFF mara baada ya msimu uliopita kujiuzuru katika nafasi yake, huku tulikuwa tunakumbuka lile sakata la hatuchezi ndio ilikuwa sehemu ya yeye kuweza kumgharimu. Tumzungumzie nafasi yake Almas Kasongo kwenye soka la Tanzania ni ipi hasa mara baada ya kurejea? Almas Kasongo kama walivyosema awali akihudumu kama CEO wa bodi ya ligi katika ligi kuu ya Tanzania, alifanya kazi yake vyema na tulikuwa tukitazama kile ambacho alikuwa anakifanya, isipokuwa ni dosari ambazo zilitokea katika ule msimu wa tuchezi kama ulivyozungumza, ambazo ziliwakumba watu wengi sana kwenye bodi ya ligi, akiwemo na yeye ambaye aliweza kujiuzuru kulingana na ile kadhia ambayo ilitokea. Lakini ukiachana na hilo, ni mtu ambaye amekuwa akifanya kazi yake vizuri katika kipindi cha nyuma, na ndio maana rais wa shirikisho la Tanzania la mpira TFF Wallace Karia ameona umuhimu wa yeye kumrejesha katika eneo ambalo amemchagua, katika eneo la kamati ya mashindano, ambapo anatakiwa kushughulika na mashindano yote ambayo yanahusika na shirikisho la mpira Tanzania TFF. Sawa, tuangalie hapo pengine urejeo wa Almas Kasongo inakwenda kuinua vipi, kwa sababu tunafahamu Tanzania kwa maana na Afrika Mashariki kwa ujumla inakwenda kuhodhi michuano ya mataifa huru ya Afrika mwaka 2027 kwa maana ya AFCON. Mchango wake utakuwa ni upi hasa kwenye kukuza na kuimarisha soka la Tanzania? Mchango wake utaonekana ama utakuwa ni katika eneo la kuratibu na kutengeneza ratiba nzuri ambazo zitakuwa zinahusika na mashindano, sababu yeye kila kitu kitakuwa kinapita kwake katika mashindano yote. Yeye ndio mkuu na mratibu wa mashindano yote. Lakini pia katika engo ya maandalizi ya kuelekea kwenye AFCON mwaka 2027, maana yake anakwenda kuimarisha sasa ule ushirikiano wa mashirikisho haya matatu ambayo yatahusika kwenye kusimamia michuano hii ya AFCON, kwa maana itabidi kipindi ambacho wanakutana inawezekana kukutana na waratibu wa mchuano wa mashindano katika mashirikisho yote ambayo yanakwenda kuandaa michuano ya AFCON. Hii pekee inakwenda kuimarisha ushirikiano baina ya mashirikisho haya, lakini kwake yeye pia anapata nafasi nyingine ya kwenda kufanya kitu bora katika mpira wa Tanzania kwa kuendelea kuifanya kazi yake ambayo alikuwa anaifanya. Ajue kile ambacho kifanya ama kile kilitokea tayari kimeshakwisha kupita, na tayari ameaminiwa tena na kuweza kupewa nafasi hii. Kwa hiyo kama binafsi anaweza akajua ni kipi ambacho anarejea na kuja kukifanya ili aendelee kuandika kitu ambacho anaendelea kukifanya kwenye soka la Tanzania na kuweza kuwa miongoni mwa watu waliofanyia makubwa soka la Tanzania katika upande wa uendeshaji wa soka. Sawa. Kwa lile sakata la msimu uliopita haliwezi kuwa sehemu ya kumtoa kwenye leli katika uongozi wake, kwa maana ile mentality watu kumpokea Almas Kasongo inaweza ikawa sio vile, kwa maana kuna sakata ambayo tayari limekwisha mtoa kwenye leli, ama wewe unaonaje kwenye hili engo? Kuna engo ambayo inawezekana akawa akapata gagaziko ama tunasema pressure, lakini pia kuna engo ambayo inawezekana ikawa ni funzo kwake kwa kile ambacho kilitokea. Sababu wote tunafahamu sio kwamba yeye ndo alikuwa mwenye makosa katika sakata lile, yaani baadhi ilipita kwa wengi sana na akapita na ule mkubwa anayehusika mwenyewe, kwa hiyo na yeye akawemo kwenye huo mkumbo. Lakini yeye kama mtu binafsi ama yeye binafsi, kuna kitu ambacho inawezekana amepata funzo kwamba narejea katika engo hii ya soka ya mpira wa Tanzania na kuendelea kufanya kazi kwenye eneo la kukuza na kudumisha soka la Tanzania liendelee kukua zaidi. Kuna kitu ambacho anatakiwa kukifanya, ila kama atarejea na kile ambacho kilimtokea inaweza kikamwasili kwa upande mwingine katika utekelezaji wake majukumu, na mapokeo yakawa mabaya zaidi ya yale ambayo yalikuwa awali katika soka la Tanzania, na wapenzi wa soka wakampokea visivyo tarajiwa. Lakini kama anahitaji kutengeneza na kuendelea kujitengeneza yeye mwenyewe katika maendeleo ya soka, awe miongoni mwa watu ambao walisababisha kukua kwa soka Tanzania katika level kubwa zaidi, nafikiri ana cha ziada ambacho anapaswa kukifanya na kuonyesha watu kwamba kufanya kosa sio kosa, ila kosa ni kurejea kile ambacho kilitokea. Sawa, Karia ameangalia nini hasa kwa Almas Kasongo mpaka kumteua kwenye nafasi kubwa
hasa kwenye taifa la Tanzania, ambapo kimsingi soka letu lipo katika mwelekeo mzuri kwa maana soka linalokuwa. Ameangalia nini hasa tofauti? Kwanza unapomzungumza Almas Kasongo ambaye shaikuwa CEO mkurugenzi katika shirikisho la soka mpira Tanzania, ukumbuke bodi ya ligi, ukumbuke katika misimu yote ambayo Tanzania timu zetu zimekuwa zikifanya vizuri, ama TFF imeonyesha kufanikiwa katika kuendesha soka la Tanzania, alikuwepo yeye katika mafanikio hayo. Isipokuwa hivyo tokea sintofahamu ya dabi ya Kariakoo ndipo ambapo aliweza kuondolewa. Kwa unatazama ni mtu ambaye tayari alikuwepo katika mafanikio yale ambayo Wallace Karia alikuwa ndio rais wa shirikisho na bado ameendelea kuwa rais wa shirikisho. Kwa yeye kama rais wa shirikisho anafahamu watu ambao amekuwa nao katika njia moja ya kufanikiwa, na ndio maana inawezekana ameona Almas Kasongo ana umuhimu wa kuendelea kuwa katika njia yake ya mafanikio, kuitengeneza soka la Tanzania liendelee kukua, na ndio maana ameweza kumrejesha katika eneo hilo. Sawa. Waswahili wanasema kwamba lilopita si ndwele, tugange yajayo. Hatimaye amerejea tena kwenye nafasi nzuri ya uongozi kunako shirikisho la soka la hapa nchini TFF, mara baada ya leo rais wa TFF Wallace Karia kumteua tena Almas Kasongo aliyewahi kuwa CEO wa bodi ya ligi kuu ya NBC Premier League. Sisi wana michezo tunakwambia karibu sana katika uongozi wako mpya. Jina langu ni Leo Panjon, nilikuwa hapa na Mdachi Ali Omari. Hii ilikuwa The Golden Boot. Hadi wakati mwingine, kwa heri.